Mheshimiwa mkuu wa mkoa, ukiangalia ukigeuka nyuma, ukigeuka tu nyuma, mazingira ya ng'ambo ya mto inapendeza. Mazingira ya ng'ambo ya mto inapendeza, lakini ng'ambo ya pili mpaka vyoo vya mavi inaingizwa mtoni, wakati unajua kabisa watu wa Lokii, watu wa Mkono wanatumia haya maji. Kwa nini watu wa mazingira wasitoke kwenye maofisi zao wafuatilie mazingira ya mito iliyoachwa? Kwa nini watu wasitoke maofisini? Leo wanakusumbua wewe ndio uje uzungumze habari ya mazingira. Watu wa mazingira wape kazi, wajue kwamba wajibu wao ni nini. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, mimi nashukuru kwa hilo. Mungu akubariki. Ninachoamini hata kituo cha afya leo fuatilia. Maana sitaki niongee sana, lakini siku ukipata nafasi njoo weka mkutano Murieti. Hata mimi mwenyewe nitamsaidia mwenyekiti, nitamsaidia diwani ya kutosha ili uje kukutana na wananchi. Watu wana kero, wanaumwa. Nenda kafuatilie kituo kinachojengwa. Nenda kafuatilie. Leo bomba la mavi limepita hapa. Eti cha kushangaza barabara kwa Melita. Tumekatazwa sisi kuingizwa hizo bomba. Mtu akivuta kidogo ni milioni 3, milioni 5. Kwa nini sisi tumebaguliwa? Tunaomba Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tunaamini kwamba aliyekutuma yuko sahihi. Hajakosea kwenye uchaguzi kukuchagua kuwa mkuu wa mkoa. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, Mungu wakubariki sana. Tunaamini kwamba unakoenda. Tunaamini unakoenda. Sio kuwa mkuu wa mkoa tena. Japo mkuu wa mkoa ni mtu mkubwa sana, lakini tunamtaka mbunge atakayetusemea na shida zetu zitimie. Hatuna shida nyingine. Na ukiteuliwa kuwa waziri wa ardhi, maana naamini utateuliwa. Njoo simamia Murieti. Mungu akubariki sana.